Kuna moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na moja kati ya wawekezaji ambao walikuwa wamezalishwa. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro imetoa ufafanuzi kuhusu video inayosambaa mtandaoni ikimwonyesha raia wa kigeni Sylvia Varskap akidai kunyanyaswa, kufungiwa ndani ya nyumba na kuibiwa mali zake na askari wa kampuni binafsi ya ulinzi. Polisi wamesema tukio hilo lilitokea baada ya utekelezaji wa amri halali ya mahakama ya kufilisi kampuni ya Vaso Agro Ventures inayomilikiwa na Sylvia pamoja na mmewe. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa Aprili 21, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa, mme wa Sylvia, alipoti polisi Oktoba 25, 2024 kuwa alivamiwa na kuibiwa mali zenye thamani ya dola za Kimarekani 144,145, fedha taslim shilingi za Kitanzania 120,020 na dola 9,900 pamoja na mifugo kuuawa na watu wanadaiwa kuongozwa na wakili Kester Paul Lialu. Hata hivyo, polisi walibainisha kuwa wakili huyo alikuwa amepewa mamlaka na mahakama kuu kanda ya Moshi kuwa mfilisi wa kampuni ya Vasco Agro baada ya Adrenas Jonahins, mwekezaji kutoka Uholanzi na mmiliki wa kampuni ya Mapato BV, kufungua shauri la madai namba 03/2023 akidai kampuni hiyo imeshindwa kurejesha mkopo wa euro milioni 1,200,000 waliokopeshwa mwaka 2020. Ukweli wa tukio hilo ni kuwa mfilisi wa kampuni hiyo aliteuliwa na mahakama. Wakili Kester Paul aliambatana na askari wa kampuni binafsi ya ulinzi ya MX5 Security pamoja na mtendaji wa kijiji cha Kadakau na kufika katika nyumba ya kampuni hiyo kwa lengo la kutekeleza agizo la mahakama na kufunga na kumfilisi kampuni hiyo. Kamanda Maigwa amesema jeshi la polisi limewachunguza watu 15 waliokuwa katika tukio hilo, wakiwemo askari wa kampuni ya ulinzi ya MX5 na meneja wao. Jeshi la polisi limehoji mlalamikaji pamoja na mashahidi wengine kuhusu tuhuma hizo kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya polisi, Sylvia na mmewe walishuhudia wenyewe mali zao zikihamishwa na wao ndio waliotafuta usafiri wa kuhamishia mali hizo mkoani Arusha kwa mtoto wao. Sylvia alizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma na kueleza kwa uchungu kuwa tukio hilo lilikuwa la uvamizi haramu na wa kikatili. Alidai kuwa Oktoba 24, 2024 alikumbana na askari waliomlazimisha kutoka ndani ya gari lake, kumshika kwa nguvu na kumdhulumu mali zake, huku akimnyang'anya simu aliyokuwa akiitumia kurekodi tukio hilo. Sylvia pia alieleza kuwa alifungiwa ndani kwa saa kadhaa na kwamba mmewe alijaribu kutoa taarifa polisi Moshi lakini hakusaidiwa. Adai kuwa baadaye waliovaa kiraia na askari walivunja mlango na kuanza kuchukua mali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na pesa taslim, vifaa mbalimbali, vitu vya thamani, vifaa vya kielektroniki na hata nguo binafsi. Amesema licha kufungua jarada la kesi lenye kumbukumbu namba MOS/RB/8472/024 hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa miezi 6 tangu tukio hilo litokee. Ameomba serikali kuingilia kati na kuwalinda wawekezaji dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, upolaji na ukatili. Kwa hiyo ndicho ambacho alikuwa anakizungumza Sylvia. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.